Kenya na pia kombe la mataifa bingwa bara Europa, lakini sasa ni karibishe tu wadau kuanzia upande wangu wa kulia. Oscar Igaida ambaye ndio katibu mkuu wa FC Leopards Ingwe, na ukiangalia nembo huko nyuma na kuonesha wazi kwamba hapa tuko na FC Leopards. Karibu sana. Asante sana Rashid. Katika studio zetu. Nitaacha hapa kwanza nikimbie kule kwa katibu mshirikishi wa FC Leopards Timothy Lumbi. Karibu sana pia mzee wangu. Asante sana. Anawakilisha Ingwe. Pale kuna Jacob Isia mnajua, na hapa ndiye karibu naye ni kocha ambaye anajulikana, ameweza kunoa wachezaji wengi, ameweza kunoa vilabu vingi, na pia vile vile alikuwa meneja wa FC Leopards Gilbert Selebo. Na tutakwenda moja kwa moja kwa Gilbert Selebo kabla niweze kuwaleta wanaingwe. Manake pia wewe ni mwanaingwe labda kwa damu, lakini kwa sasa hivi sio mwanaingwe, maana uko nje ya Ingwe. Ulitoa taarifa na ukasema kwamba umekwenda masomoni, lakini tetesi ni kwamba watu wa Ingwe walikuwa kwa hitaji huduma zako wakati ule. Je, uliondoka FC Leopards kwa ridhaa yako ama FC ilisema wacha tutafute watu wengine watufanyishie mambo msimu unaokuja? Wako hapa aliyetia kandarasi yangu kalamu yuko hapa, katibu mkuu, na huyu pia amekuwa ndio mkuu wa technical bench. Kama vile ulivyoniita, nafikiri umeniita kwamba kocha. Na ukumbuka kwamba katika klabu ya FC Leopards hivi majuzi sijakuwa nafanya kazi ya ukocha. Nimekuwa nikafanya kazi ya administration, yani manager. Na kumbuka kwamba kazi ya manager na kazi ya kocha ni vitu viwili tofauti. Manager ni kazi yake ni ku make sure kwamba vijana wamefika mazoezi kwa on time, mambo ya chakula, maandalizi na mambo kama hayo. Lakini mambo ya coaching hiyo ni technical department ambayo iko na head coach, iko na deputy wake, iko na goalkeeper trainer, iko na physical trainer, iko na madaktari upande wako. Na nafikiri wao wenyewe wamekuwa wanajua kwamba tamaa yangu ni kwamba nikurejea katika ulingo wa ukufunzi. Na ilipofika mwezi jana, wakati ligi ilipoisha, tuliweza kukaa nao chini na tukazungumzia mambo mengi. Nikamwambia basi imefika wakati mimi pia niweze kunawiri katika ulingo wa coaching, hivi kwamba basi tuweze kuachana vile vile. Kwa fupi, kama nimekusoma ni kwamba kama ingekuwa wamekuelewa na wakakupa majukumu ya ukocha ungesalia FC Leopards? Ningesalia bila tatizo lote. Oscar Igaida, yes. Uzoefu wa Gilbert Selebo, mapenzi yake kwa Ingwe, alikuwa muone kwamba kuna nafasi japo mkufunzi msaidizi wa FC Leopards? Ni kweli. Kwanza ningependa kusema, ukikumbuka rais mstaafu Moi alisema kwamba kuna urafiki na kuna wakati wa kazi. Selebo ni rafiki. Na sisi tuliona ya kwamba wakati huu katika Leopards si wakati mzuri wa Selebo kukuja kama coach. Amekuwa team manager pale, amekuwa coach kitambo pale pia. Lakini tuliona ya kwamba sasa tunahitaji mtu anayo more abilities than what Selebo has. We believed that's what we required. And yeye mwenyewe alitukalisha akatuuliza kwamba mbona msinipe hii kazi bana, vile zapata ameondoka, mimi niko tayari kuinua Ingwe. Na tunamwamini, si ati tumwamini, lakini tulipokaa kama kamati tukaona mlihitaji ubora zaidi. Tulihitaji ubora zaidi. Yes, that's the word. Na sasa hivi ubora zaidi upo Ingwe. Kwa mashabiki wanaotazama, mnawahakikisha kwamba sasa hivi mlihitaji ubora zaidi, mmepata ubora zaidi, na mashabiki wasubiri na watarajie matokeo bora zaidi. Timothy Lumbi. Mike. Nina hakika kulingana vile tumeona mpaka sasa hivi. Tunaweza sema tunaona utofauti. Lakini ikija upande wa ubora, hiyo ni kuanzia Disemba 8. Wakati tutapoanza kucheza ndani ya uwanja. Lakini kwa dalili zile zipo, tuna ubora tofauti na vile imekuwa season hii imeisha. Ndio. Na nitakuja katika swali moja, na kwamba FC Leopards imekuwa na wakufunzi wazuri wengi tu ambao wanasajiliwa, lakini tatizo ni kwamba kubaki kwa mkufunzi ndio changamoto. Maana si kwamba mje asajili wachezaji, wakufunzi wamekuepo, na hata mashabiki ambao wanaangalia wana wasiwasi kwamba je, huyu wa sasa atamudu, atakaa ama yatakuwa yale ya juzi na jana? Ni nini ambacho kiliweza kuona tofauti ya huyu kocha mpaka mkaona kwamba huyu ndiye anastahili hivi sasa na ndiye atakayeweza kuipeleka FC Leopards mahali ambapo nyinyi mmetaka kwa miaka mingi? Unajua tuna saying ile nasema kila sokoni inakuanga na wazimu wake. Na kila kocha ana mambo yake.
Wale wameenda walikuwa na mambo yao. Hata huyu amekuja atakuwa na yake. Ama kila mtu ni tofauti. Sisi kama FC ya family, sisi tunaangalianga kitu moja tu, performance. Hizo vitu zingine zote they come second. Na wewe mwenyewe unaona kama mwaka huu umeisha. Tumecheza mpira mzuri, tukakuja paka position ya pili, second position, all of a sudden tukaanza kukongo mpaka tumemaliza namba 7. Sisi kama FC family hiyo haikuwa performance, because hauwezi kuwa unacheza ukirudi nyuma. It's always better ucheze zile position ziko mbele yako. So for us, sisi ile kitu huwa tunaangalia ni performance. Nothing else. Mnalieka wazi kwamba kama hata kuwa na matokeo bora hatokaa FC Leopards. Hiyo hata siwezi jibu, kwa sababu kweli ni kwamba any team kwa Premier League, kama you are not performing, then there's no business. Ni ngumu. Nitakuleta kuuliza Jacob Busia, lakini kuna swala meza kulizungumzia, nitarudi kwako kidogo Skageda kabla ya kuweza kumleta Celeb anaisia. FC Leopards, tukubali kwamba baadhi ya wakufunzi wamekuwa wana matokeo mazuri, lakini siasa za usimamizi zimekuwa na athari kubwa kwa matokeo ya FC Leopards. Mtamaliza wakufunzi bila kuweza kutatua shida la siasa chini ya usimamizi. Kama katibu mkuu, ili umeliangazia vipi? Kama umegundua tangu tuchukue wadhifa miaka 2 iliyopita, siasa imeenda chini. Na hii imewezekana kwa sababu tumejaribu kureconcile. Niliposhinda kura, ule ambaye alikuwa namba 2, nilimchukua ndiye akakuwa chief executive officer. Huyu Celeb hapa alikuwa kwenye debe na Timothy, na yeye alikuwa namba 2. Timothy alimshinda na kura 6. Lakini baada ya hapo tukamchukua tukamweka kama team manager. And you've noticed for the past 2 years hakuna siasa mingi katika AFC Leopards. We've been able to bring people together for the sake of the team. We've done a lot kama ofisi, lakini hata sasa nafikiri mtakubaliana na mimi, AFC hujasikia wrangles katika uongozi kwa miaka 2 iliyopita. Na kwa sababu tumegundua when people fall out, wanaona hawa ndio wame take it all. If you include them or feel they are included, siasa zinapungua. Na tumekuwa tukifanya kazi vizuri na Celeb na Timothy wamekuwa tukifanya kazi pamoja. Mimi na Namai tumekuwa tukifanya kazi pamoja. So ni ile inclusivity, watu wasikie hata nikipoteza bado ninaweza kukumbukwa mahali. So we have tried kuleta siasa chini za AFC. Na matunda yale ndio matunda aliyomfanya Celeb akawa manager, na si maneno yangu. Usikageda na kazi. Kuna wasiwasi kwamba AFC Leopards na usimamizi mbaya asingekuwa manager, lakini waliona kwamba wote pamoja. Rash, kuna kitu ambacho kinatokea hapo wazi sana. Nilumbi amesema kwamba katika Ingwe matokeo ndio kitu cha kwanza ambacho kinaangaliwa. Na akasema labda ni kigezo mojawapo, makocha wamekuja wengi wakitoka. Na mpaka ukamchawiza kwamba labda kama kocha ambaye amekuja kama ataweza kufanya vizuri kama atakuwa anatoka. Sasa Celeb ambaye ametoka kwa sasa hivi amekuwa katika ile timu katika mambo mengi sana. Amekuwa mkufunzi awali kitambo, juzi amekuwa ni manager. Swali la Rashid ambalo nimeuliza kwamba je, kumekuwa na siasa ambayo labda imefanya timu ikadidimia, ama kumekuwa tu kwamba wanakuja kama wakufunzi wazuri? Je, can you say that kwa sasa hivi kwamba kocha ambaye amekuja, mazingira ambayo anapata, kile ambacho ulikiacha wewe ni kizuri cha kumwezesha kwamba kile ambacho ako nacho kama mkufunzi atakitoa na timu isonge mbele, ukavu wataji wa miaka mingi sana upungue? Kuna mambo mengi pale ambayo yameweza kutendeka. Wakati mwingi tunapenda kufagia nyumba juu, alafu ule uchafu tunaweka kwenye carpet chini. Mtu mgeni akija naona nyumba imeng'aa, lakini ukivua ile zulia, ule uchafu wote uko kwenye zulia. Ukaangalia ile kocha ambaye amekuepo, mambo ya uwanja ule ambao tulikuwa tunafanya mazoezi. Mwanzo ule uwanja ulikuwa hostile. Kulikuwa na shida na mambo ya mipira hizi katika training. Kulikuwa na shida nyingi kama za equipment za mazoezi, hazikuepo. Lakini ukimwangalia kocha huyu ambaye amekuja, mwanzo alipokuja kitu ambacho aliweza kudemand na aliweka kama mkataba kwamba uwanja wa mazoezi uweze kubadilishwa. Ukabadilishwa, wakatoka pale St. Paul's wakaenda kwa uwanja Nyerezi pale KTTC. Akaja akasema mipira hii haitoshi, nataka mipira zaidi ya 30. Wakaenda mfukoni Kibingoni wakanunua mpira zaidi ya 30. Akaja akasema vifaa vya mazoezi hamna. Wakaenda Kibindoni wakanunua vifaa vipya. Akaja na hapa ni Kongole kwao,
kwa sababu wale waliopita walinunua basi, wao wakaenda tena Kibindoni wakamnulia kocha gari mpya. Huyu kocha huyu mpya, kila kitu ambacho kocha huyu ametaka amepewa, kila kitu. Labda kabla uendelee hapo coaches. Wafikiri nini kilikuwa kigumu sana kwa kocha ambaye ameondoka kufanyiwa mambo hayo, na kwamba huyu amekuja tu mara moja yanaanza kutoka mara moja kama pop? Acha nikwambie, yule alikuwa mtalii. Yule ambaye ametoka yule alikuwa mtalii. Kuna kocha alikuwa hapa, kocha Mtanzania Dennis Kitambi hapa Kongole hapa. Huyu mtalii huyu, lakini huyu ambaye ankuja huyu itakuwa kizungumkuti kwao hawa, kwa sababu matokeo yatakuja ya kwanza, yatakuja ya pili, yatakuja ya tatu. Kizungumkuti sasa. Kizungumkuti. Wale vijana watademand kwamba kuna zile marupurupu. FC kwa wakati moja mmezungumzia kwamba walikuja paka nambari 2 nyuma ya Gor Mahia. Kweli ikawa kwamba kumekuwa na malindikizi ya marupurupu. Bas pale kulipokuwa na malindikizi ya marupurupu, vijana wakaanza kusema kwamba watagomea kwa sababu hawajalipo marupurupu kiasi. Je, hili limekuwa tatizo mwaka nenda mwaka rudi. Je, hilo tatizo tunaweza kulitatua? Kwa sababu FC wakaweza kulitatua hili swala la marupurupu. Hata ligi kuu ya taifa mwaka huu anaweza kuchukua hili swala la marupurupu, kwa sababu kocha wanaye smart. Huyu akwambia mazoezi ni 2 hours ashamaliza shughuli na ameondoka, na hana mambo mengi. Wachezaji wale ambao walikuwa ni mambo ya discipline, kama huyu ambaye ameondoka zapata yule mchezaji haji mazoezi siku 3, yaja mazoezi siku 2, lakini utamuona kwenye lineup. Bench wakipiga kelele kwamba huyu hawezi kucheza, inakuwa kwamba mnampiga kocha vita. Huyu ambaye yupo huji mazoezi umechelewa dakika 2, rudi kule ulikotoka. Kwa kimoni yako Selebo, na uzoefu wako na tajiriba yako, unasema kwamba una imani na mkufunzi huyu ameweza kumsaidia? Nina imani na huyu mkufunzi Nicola. Kwa ni kwamba kama kutakuwa kuna matokeo tofauti asilaumiwe mkufunzi. Asilaumiwe mkufunzi, kwa sababu wachezaji wale ambao tulimwachia, wachezaji chipkizi, tukiona 5 namweka pia Kongole, kwa sababu kwa kuangalia kuwatizama wachezaji haule iko juu. Wale wachezaji ambao kwenye FC kwa sasa vijana chipkizi, wengi wao walikuwa hawajacheza ligi kuu, lakini wamecheza huo msimu wa kwanza. Msimu wa pili washazoea, washaingia. Huyu kocha nimemwona anapenda pia vijana chipkizi. Ngoma itapigwa pale, mashabiki nao waache pia domodomo zagazaga zao zile, waje wapatie timu motisha. Nafikiri timu tafanya vizuri. Kuna neno amelirudia sana Selebo. Anasema mechi ya kwanza ya pili kutakuwa na kizungumkuti. Na akarudia kizungumkuti. Nyinyi mmefanya wajibu wenu. Swala ambalo labda mashabiki wangeuliza, mbona mkufanyia wakufunzi wengine? Lakini labda mmejifunza, mmeona kwamba kocha akiwa kila kitu kimesawazishwa, anakuwa na umakinifu kisaikolojia kuweza kufundisha wachezaji wake. Kuna vitu vingi kando ambavyo kwa mujibu wa Selebo kwamba zulia lazima liondolewe na murekebishe, ndio huyu kocha atakuwa na wakati bora. Swala ambalo umesema kwamba sasa hivi katika uongozi kila kitu kwa shwari, lakini hapa Selebo anakiri kwamba tusidanganyane. Yapo magugu lazima yaondolewe shambani ndio watu waweze kupanda. Ni kweli hiyo swala la win bonus limetusumbua sana hiyo miaka 2 tumekuwa katika ofisi. Lakini wakati huu tumekaa na wachezaji na members wa technical bench kina Tom Juma, na tumezungumza na wao na tumekubaliana ya kwamba jambo la kwanza tumefanya kitu inaitwa salary adjustments. We have adjusted mishahara ya wachezaji wengi na members of the technical bench. Na ile win bonus tumepunguza. Tuligundua ya kwamba tunaishi beyond our means. We were promising them the amounts that we cannot afford. Kwa maana ile pesa inatoka katika sport pesa na gate collection iko very low. Most of the matches squeeze tunapata negative returns katika gate collection. So we were not able kulipa ile win allowance vile tungependa. Kwa mfano kwa mechi kama 18 wameshinda 18, unapata tumelipa 12. So unaona kila saa tuko nyuma. So tumefanya zile adjustments na tuna imani ya kwamba mwaka huu tutakuwa na hizo shida. Jambo lingine ni hilo tu la win allowance. Kuna ile kulikuwa na uchochezi kutoka nje. Watu wanachimba wachezaji, wanawaambia hapana, hapa iko pesa, hakikisha mmeenda go slow na nini.
Na ndio sababu nimemfurahia huyu kocha mpya, kwa sababu yeye kitu ya kwanza ni discipline. Na ukisoma ile labor laws hazikuruhusu hata wewe hapa ati win bonus uende katika strike. Mishahara sisi ulipa kila mwezi. In fact pesa ya sponsor inaingia kwenye accounts, zinaenda direct kwa accounts za wachezaji. So upande ya mishahara tuko sawa, pande ya win bonus tumekuwa na mikutano na wachezaji, tumefanya adjustments ili tuweze ku live within our means. Our hope was that tutapata second sponsor. That is why we had given them a very good amount ya motivation as a win bonus. Lakini second sponsor has not been forthcoming. Sasa tumefanya adjustments, tuna imani ya kwamba hata wakati mwingine tutakuwa tunaenda nayo kwa kiwanja sasa. Wakishinda tunaingia dressing room tunawamalizia. Na unapozungumza hivyo, naye mdhamini alikuwa na kauli, anasema anaona kwamba sasa hivi alipee mwenyewe moja kwa moja. Kwanza umefanya kitu mzuri sana kuleta jambo hilo. Hilo jambo mdhamini ukikaa naye vizuri, awe honest na wewe, anawinda watu wengine sisi AFC Leopards. Okay. Sisi baada ya kila miezi 3 tunawapelekea ripoti yetu ya financial. Lilishikilia tutatafuta ule mtu mwingine anayewinda ukaweza kulizungumzia kwa kirefu. Bila shaka Rashid, kuna swala ambalo ameibua coaches hapa. Akasema kwamba kocha ambaye ameondoka Zapata Rodolfo alikuwa ni mtalii. Na hili swala nataka tulijibu kwa mapana kidogo kuhusiana na signatures za kocha. Anacheka Lelumbi, na pili tumpelekee kocha. Tuanze kwa Lelumbi kama zote kwa Igaida kwamba kocha mtalii. Lakini daima wakati ambapo kuna kocha mpya anakuja, na si kwamba kuna ile process ya watu wana apply, kuna kuwa na ile nafasi ya kukagua vetting mpaka anakuja. Inakuwa kuaje kocha analetwa ambaye ni mtalii msimu mzima klabu kubwa kama AFC Leopards, alafu anakuja kuvurunda? Ndio tuangalie baadaye pia policy pia wachezaji vile ambavyo yanakuwa signed, ndio watalii wasikuja hapa ndani ya Kenya. Lilumbi mwanzo labda Lilumbi nitakupa nafasi uweze kujitetea kwanza, maana yake nitakupa nafasi kujitetea kwanza. Alikuwa mtalii, Zapata hakuwa mtalii. Okay, mimi hakuwa mtalii, lakini alikuwa na weaknesses zake. Unajua the word mtalii is a tourist. Na a tourist and a coach vitu viwili tofauti. Unaweza kuwa you are a driver, mimi ni driver, but you are an experienced driver, I'm not. Or you are a competent driver, I'm not. So what I can say is this: Zapata is a coach, but zile hisia zake, his tactics, his methods alikuwa anatumia kucoach timu ya AFC hazikuwa tough. They were not in line na ile timu tulikuwa nayo. Maybe weaknesses zake toward the AFC zilionekana mapema. And then remember, unajua mimi hupenda kuwa honest. Also some of these wazungu coaches wanakuanga na weaknesses na attitude yao na tabia. For example, hiyo shida tumepata kwa AFC in terms of indiscipline. Naweza laumu tu Zapata because yeye ndio ameleta kwa kiwango kikubwa hiyo shida. Kwa sababu ikiwa some players wanalala, wanatanganya na mgonjwa na wanalewa, kesho yake wakija lazima waweke kwa lineup. He doesn't care about wale wengine wametrain the whole week. So alikuwa na weaknesses zake. Na unajua watu watoshani. We have better coaches kushinda wengine. So he falls kwa wale coaches wako chini ya wenzao. Yeah. Haweza kufanya na labda pengine kwa baada ya kujua kwamba mlifanya makosa kuweza kutafuta kocha ambaye labda alikuwa kwa ana viwango. Unaweza kuwa na viwango bora vya ukufunzi, lakini paka uwe una uzoefu wa kuweza kudili na mchezaji. Na hiyo ndio muhimu kushinda hata ule uzoefu wako kiwanjani. Huyu mliyemleta, maana yake tunamsifia hapa. Lakini kama mlitumia same process ya kupata Zapata kupata huyo, kesho tutawaita hapa mtuambie attitude alafu ndio kile kizungumkuti ambacho anakizungumzia Gilbert Selebwa. How different process ilikuwa ya kupata the new coach, kuhakikishia mashabiki kwamba this time hatuna kocha ambaye tuna wasiwasi naye, tuna kocha bora. Unajua sometimes the process can be successful when you are recruiting an employee, lakini sasa akishakalia hiyo kiti performance na output inakuwa kitu kingine tofauti. Mimi nimeona watu wengi wana makaratasi, they have masters degrees, lakini akishaandikwa mahali unapata hata ule mtu wako less qualified kushinda yeye ana perform better than him. Na those things hufanyika. Sisi sahi tunaangalia number 1, lazima uangalie academic qualifications za mtu, alafu unaangalia experience, alafu unaangalia historia ya huyu mtu. Mahali alitoka,
alishinda nini. Kama huyu tuko naye saa hii, everything tulikuwa tuna check ilikuwa tick. But having said that, huwezi pata mtu wako 100%. Tuna kitu moja nataka kukumbusha nyinyi, utapata a very good coach au wasungu, but the element ya altitude will always be there. Hata ukiangalia national team coach wa Kenya, you will never miss that thing. So tuna vitu zingine lazima uishi tu naye, even in your own house. Unaweza kuwa na mtu hata bibi yako unampenda sana, but tutakuwa tu na kitu kamoja labda kako negative, but you have to learn kuishi na hiyo kitu na huyo bibi yako. Rashid, huyu ni ndugu yangu, huyu ni ndugu yangu kabisa, na tumekuwa naye kwa FC kwa muda. Nafikiri sisi tunaweza kuwa ni baadhi ya watu ambao tumekuwa kwenye timu kwa muda mrefu. Ukweli wa mambo, hapa tulishika penalty kwenye box. Huyu ambaye aliyepita tulishika handball kwenye box hivi ndani ya 6. Huyu ukimwangalia ukimuuliza ndugu yangu hapa, huyu yule alikuwa na qualification gani? Alikuwa na UEFA ama alikuwa na CAF? Hana. Alikuwa na ameshinda kombe lolote mahali popote Argentina kule kama mchezaji? Hana. Ameshinda kombe lolote kule Argentina kama kocha? Hana. Kule alipokwenda Botswana alishinda kombe lolote kule? Hana. So yeye kwenye tajriba ya makocha ambao wanafaa coach FC Leopards, tulishika handball kwenye box. Huyu mwingine ambao unamzungumzia amepeleka timu ya Rollers hii ya Botswana mpaka raundi ya pili ya CAF Confederations. Kongole amechukua kombe la Premier League ya Botswana mara 2 mfululizo. Kongole kwenye discipline ukimwangalia tick, yule mwingine kwenye discipline sahau. Waona train siku 4, mwingine anakuja na train siku 1. Okay? Yule wa siku 1 yuko kwenye first 11. Yule ambaye ametrain siku 4 yuko kwenye terrace. Pale lazima kutakuwa tu na kuvurutana pale kwenye bench. Lakini pale mimi nasema hivi, ukiniandika kama kocha, mwanzo nimechukua majukumu, kila kitu iko on my shoulders. Timu ikianguka, timu ikishindwa, mimi ndio nafaa kubeba mzigo. Sio kubeba mzigo na wenzako. Tukifungwa kwa sababu mimi ndio mwenyewe, nibebe mzigo peke yangu. Na nafikiri hapo nawapa kongole kwa sababu huyu ambao aliyeleta, hata wao wenyewe nafikiri watakuwa wanafanya hivi. Wao wenyewe. Sababu matokeo yatakuwa mazuri. Kuna jambo ningependa kuchangia kwanza. Ukiangalia league iliyoisha, season msimu ulioisha, Zapata alipotoka tulikuwa namba ngapi? Namba 3. Tulikuwa namba 3. So siwezi sema ya kwamba tulishika handball tukimchagua Zapata. Zapata kama binadamu wote alikuwa na weakness zake, lakini ni kocha. Tuliangalia CV zake kama vile tuliangalia hizi za Nicola na za Stuart Hall hapo mbeleni, na tukaona ni kocha mzuri atakuja kusaidia FC. So hatuwezi sema kwa sababu tulitoka mwishowe hatukufaulu, hatukuperform vizuri ya kwamba sasa tumuite tourist. Iko jambo moja hawa coaches wote kutoka nje wanakuanga nayo problem. A local assistant. Zapata alikuwa na hiyo uoga sana kutoka mwanzo kwa sababu ya vile wanatritiwa nchi zingine kama Botswana wapi. Na alikuwa anaogopa ya kwamba akiwa na local assistant anaweza msabotage kwa sababu anakuwa ambitious, anataka hiyo kiti yake. Na is because of those issues ndio kwamba wakati huu tulipochukua Nicola, hata yeye mwenyewe alituambia kila mahali anaenda na assistant wake. Atakuja na assistant wake anafaa afike weekend hii. So tumeleta mpaka assistant wake. Una hoja nzuri sana Oscar, kwamba kumekuwa na mjadala kwamba baadhi ya makufunzi wetu wana siasa zao hapa nchini Kenya za kuhujumu makocha wa kigeni. Unaweza sema kwamba labda pengine pia Zapata alikuwa na wakati mgumu sana. Hiyo lazima niseme, Celebo mwenyewe amekueleza ya kwamba yeye alikuwa team manager wa Zapata. Zapata alipokuwa coach, lakini yeye mwenyewe alikuwa anataka kuwa head coach. Hata si amesema hapo awali. Sijasema, nataka tuelewane. Sijasema Celebo alichimba Zapata. Lakini nimekupa tu mfano. Alikuwa kimezea mate. Wacha mambo. Yeye mwenyewe yasema. Rashid, wacha mambo kumezea mate. Okay? Lakini Oscar na kauli wacha mambo kumezea mate. Kama uko katika timu. Kabla uchangie, kama uko katika timu. Mimi nimeshikilia na mpira. Wewe utakao unisaidie mimi kushikilia mpira. Na wewe utakao na mpira. Uwezi uona uzuri wangu. Ndivyo anavyosema Oscar. Kama wewe ni manager na una ndoto ya kuendelea kuifunza FC Leopards, hata Zapata angefanya kitu gani? Uwezi uona kizuri kwa sababu wewe nia yako ni ukalie kile kitu kama mkufunzi. Boss. Katika historia
katika historia ya FC Leopards, historia, mwaka 97 kocha aliyechukua kombe KPL na FC alikuwa nani? 97 tukichukua ligi kuu alikuwa nani? Tanzania sio? Sunday Kayuni. Nilikuwa meneja wake. Wakichukua Sekafa 98 nani alikuwa kocha? 98 nilikuwa meneja pale. Alikuwa Mwafrika. 2014 tukichukua Go TV. Nani alikuwa kocha? Bado nyeusi sio? 2017 nikiwa meneja. 2017 tukichukua tena Go TV. 2017 alikuwa nani? Robert Matano. Bado meneja sio? Kocha akija pale na ni kocha wenye tajriba. Kwa sababu mimi mwenyewe nimesomea ukufunzi. Mimi siwezi kuona jambo ambalo linaharibika na huko pale unapikwa tu, mnapikwa wote. Lazima nitawaambia ofisi, nawaambia huyu ambaye mmetuletea ukweli wa mambo, huyu hayuko. Mbona simkemei Dennis Kitambi? Na ni kijana ambaye ni miaka 33. Mbona simkemei Robert Matano? Na ni gwiji wa mpira katika Kenya hii. Mbona simkemei Kayuni? Na ni Mtanzania amechukua vikombe. So tukiletewa kocha, huyu mtoto ambaye tunazungumzia huyu. Huyu ni mtoto wangu huyu. Ukweli ama uongo? Ni ukweli ama uongo? Huyu mtoto ambaye tunazungumzia. Huyu mtoto wa FC Leopards Rashid. Kaondoka kwenye ligi. Mimi kazalisha watoto wawili. Mmoja tuzungumza baadaye. Huyu mtoto wangu huyu. Walipoondolewa kwenye ligi mwaka 2006. Hamna yote ambaye alishughulikia paka mwaka 2009 nilipotoka Uamerikani. Nikamzalisha huyu mtoto. Nimemkuza, ndio huyu amefika. Nimeondoka. Okay? Mwingine yule pia aliyekufa wakati huo mwaka 2006. Nikamzalisha mwingine. Huyo tutamzungumzia baadaye. So nikiona kwamba timu yangu hii ambaye ninaienzi inaenda kwenye tunazama nayo. Ninyamaze kwa sababu mimi meneja. Usinyamaze. Oscar ana kauli yake nzito na Oscar ataendelea, maana Oscar anasema tusiwaite watalii wakati tunamezea mate kazi zao za ujumu matunda yao. Lakini Oscar Gaida, shukrani katibu, tuko naye bado. Timothy Lilumbi pia vile vile katibu mshirikishi tuko naye, aliyekuwa meneja na alikuwa anamezea mate kile kiti cha Zapata tuko naye hapa, Gilbert Selebwa na pia Jacob Isia. Baada ya muda sio kwa mrefu tutaendelea na mambo.